Dunia itasahau yaliyoikumba mji wa Almero nchini Colombia, lakini kamwe hatuwezi kumsahau binti wa miaka 13 alifahamika kwa jina la Omaira Sanchez. Mji wa Almero ulizama ndani ya tope zito la volkano muda mchache baada ya mlipuko uliotokea mnamo tarehe 13 Novemba 1985 saa 3:15 usiku. Tahadhari ilitolewa na mamlaka mbalimbali za hali ya hewa kwamba kuna hali ya hatari siku chache zijazo kabla janga hili zito kutokea. Haikuchukua zaidi ya masaa mawili tu baada ya mlipuko huo, hatimaye mji mzima wa Almero ukawa umezama kwenye tope la volkano. Akiwa miongoni mwa watu waliokumbwa na mafuriko haya, Omaira alikuwa msichana wa miaka 13 tu wakati huo. Siku ya tukio, Omaira alikuwa na kaka yake pamoja na shangazi yake. Mama yao alikuwa amesafiri kwenda mji wa Bogota kibiashara. Kadhia zote za mtetemo, ngurumo na pilika zingine za kuomboleza walizisikia. Hakukuwa na namna ya kutoka na kukimbia. Uwe nje uwe ndani, tope lingekufikia tu. Tayari walishazungukwa na mafuriko na sasa walijikunyata ndani wakisubiri tu kusombwa na tope hilo. Nyoyo zilijaa hofu ya kifo. Ghafla nyumba yao ilipigwa kwa kishindo na kila kitu kutawanyika. Heka za kujinasua kutoka kwenye tope wakati nyumba ikititia na kuzama zilipamba moto. Kila mtu alipambana kivyake. Baada ya muda kupita, Omaira alijikuta akiwa amenasa kwenye tope ambalo chini yake ndiko nyumba yao ilikotitia na kutawanyika kabisa. Alifunikwa hadi shingoni na takataka nyingi, mbali na tope lenyewe la volkano. Waokoaji walikuwa wameshaanza kufika eneo la tukio. Waliuona mkono wake ukiwa umekamata kipande cha mti mwembamba. Walijaribu kumnasua, wakamfukua hadi kiunoni, wakaishia hapo kwa kuwa haikuwezekana tena kumtoa zaidi. Kila walipomvuta hakutoka. Mbaya zaidi, maji yaliyojitenga na tope yalianza kuja juu. Waliofia angezama kabisa, wakamvalisha tairi ili asizame. Maji yaliendelea kuja juu pole pole. Eneo zima lilijaa vilio vya hofu, maumivu na kuomba msaada. Vifaa vilikuwa duni mno na waokoaji walikuwa wachache mno kulinganisha na idadi ya watu waliokuwa wakihitaji kuokolewa. Helikopta 2-3 zilizobeba majeruhi hazikutosha hata kidogo. Ajabu, Omaira alikuwa mwenye matumaini sana. Katikati ya hali ile aliimba, alizungumza na waokoaji, alikubali kuhojiwa na mwandishi wa habari. Alikuwa ni kama watoto wengine, aliomba kupewa maji, biskuti au soda. Alikuwa mwenye matumaini ya kutoka pale. Kwake yeye kuwa mzima baada ya kusombwa na tope kulimaanisha uhai. Alitaniana na kucheka na waokoaji waliokuwa wakitafuta namna ya kumtoa. Muda zaidi ulikatika bila mafanikio. Waokoaji waligundua hawawezi kumtoa Omaira pale alipokwama. Ilionekana miguu yake ilikuwa imejikunja huko chini mithili ya mtu aliyepiga magoti. Njia pekee ilionekana kufaa ilikuwa kuikata miguu ya Omaira ibakie huko chini na yeye atolewe. Tatizo likawa ni hili, wangemkata miguu yake na nini? Wangemkataje katika hali hili na mazingira yale? Ilikuja kugundulika baadaye kuwa marehemu shangazi yake alikuwa chini huko akiwa amebanwa na matofali ya nyumba na mabao alikuwa amemkombatia miguu ya Omaira kwa nguvu mno. Yaani ni mno. Ndiyo sababu ya Omaira kukwama akiwa amepiga magoti. Taratibu uchangamfu wa Omaira ulianza kupotea. Hofu ya kifo ilianza kumvaa usoni mwake. Maumivu yalianza kuzama mwilini mwake. Alianza kulia na kusali kwa sauti. Hii iliongeza simanzi zaidi. Waokoaji hawakujua wafanye nini tena kumsaidia. Iliumiza mno kushuhudia binti huyu akitetereka. Saa zikazidi kuyoyoma, Omaira akiwa vile vile pale pale. Kila walipojaribu kumvuta, maji yalikuja juu, naye akadidimia kwenda chini zaidi. Mikono yake ikaanza kufaganzi na kupata rangi nyeupe. Akaanza kuchanganyikiwa na kupayuka. Kuna nyakati aliomba wamtoe kwa kuwa angechelewa shule na kuadhibiwa na walimu wake.
Hali ilipozidi kuwa tete, siku ya 3 tangia Omaira anase kwenye tupe lile, rangi ya mwili mzima iligeuka kuwa nyeupe na macho yake yalianza kuvilia damu. Wakati huu Omaira aliacha kulia na kutapatapa. Alianza kuaga watu, akiwemo mama yake ambaye alikuwa mbali na upeo wa macho yake. Ni kama vile maumivu aliyokuwa anayasikia yalikuwa makali mno. Alikuwa ameteseka kwa takribani saa 60, karibia siku 3 za mateso makali. Hatimaye binti mrembo Omaira akafariki dunia. Na hizi picha alipiga mwandishi wa habari aitwaye Frank. Ndiye aliyefika katika eneo la tukio na kupiga picha za Omaira dakika chache kabla hajaaga dunia. Pamoja na yote, dakika za mwisho ngumu na chungu mno kwa Omaira Sanchez zilikuwa zenye utulivu wa ajabu. Msaada pekee aliyouwaza mpiga picha huyu ni kujaribu angalau kutunza kumbukumbu za nyakati za mwisho za binti Omaira Sanchez. Alipiga picha hizi huku roho ikimuuma mno. Pumzika kwa amani Omaira Sanchez. Tunakupenda, lakini pia tumepata funzo juu ya kile ambacho ulikipitia kwenye nyakati zako za mwisho. Mimi naitwa Ali Adabu. Mm-hmm.